Kati ya wachezaji ambao kila mara wanapopata nafasi wanaonyesha kiwango bora na hivyo pengine kuwa gumzo kuelekea mechi ya dabi ya Kariakoo Yanga dhidi ya Simba itakayochezwa Juni 25, basi ni pamoja na huyu mshambuliaji wa kimataifa kutoka Uganda anaitwa Steven Dese Mukwala. Huyu mshambuliaji ambaye ni maarufu kwa jina la striker refu kuliko goli kama anavyotambulishwa na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma ya Simba Ahmed Ali. Steven Dese Mukwala amekuwa kwenye kiwango bora sana. Leo hii katika mechi ya ligi kuu Tanzania bara, mechi ya 29 kwa Simba kabla ya mechi ya dabi ya Juni 25, wakicheza dhidi ya timu iliyoteremka daraja tayari ya Kagera Sugar, Simba walipata ushindi wa 1-0 katika dakika 17 likiwekwa wavuni na sio mwingine isipokuwa ni huyu Steven Dese Mukwala, katika namna ambayo ilidhihirisha miongoni mwa sifa zake anapokaribia lango la wapinzani. Mukwala mzuri katika kuwakimbia mabeki, Mukwala mzuri katika kunusa nafasi, Mukwala mzuri katika kutumia nafasi anapoipata. Bao hili lilidhihirisha ubora wake huu kwa sababu ilikuwa ni mguso mmoja tu kamba. Yes, tunasema first touch shot kwa mujibu wa kocha Don Carlo Ancelotti aliyekuwa Real Madrid na hivi sasa yupo kule nchini Brazil, wakati akimwelezea Vinicius Junior kumpa mbinu za kumfanya afunge mabao mengi, basi ni pamoja na kwamba unapokuwa karibu na lango la wapinzani, mshambuliaji yeyote katika mpira wa miguu unapaswa kupunguza miguso ya mpira. Sasa Steven Dese Mukwala katika kutekeleza maoni ya kitaalam kuhusiana na fursa kujiongezea nasibu ya kufunga, basi ushahidi wake ni pamoja na kile alichokifanya leo hii dhidi ya Kagera Sugar katika mechi iliyokuwa na changamoto isivyotarajiwa. Ndio, kwa mashabiki pengine walijua itakuwa ni mechi rahisi sana dhidi ya Kagera Sugar ambaye imeshateremka daraja, haina ninachokitafuta. Lakini vijana wa kocha Juma Kaseje, kipa wa zamani wa Simba, walionyesha kiwango kizuri, wakatoa challenge ya kutosha kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini mwisho wa siku Simba wakapata pointi zote 3 kutokana na bao hili la dakika 17 la Steven Dese Mukwala, akimalizia kazi nzuri ya kitimu ambayo ilihusisha kupeana 1-2 1-2-3 kati ya beki wa kulia alianza leo hii David Kameta Duchu na kiungo wa ushambuliaji huyu tunazungumzia Jasha Ahua. Walipeana 1-2, mwisho wa siku David Kameta Duchu akapiga cross safi ambayo Steven Dese Mukwala alifika kwa wakati akiwazidi walinzi wa Kagera Sugar akiwemo akina Samuel Ondeti, na kumguso mmoja tu akauweka mpira wavuni ukimshinda golikipa wa Kagera Sugar na hatimaye kuwapa Simba bao hilo pekee. Mpaka dakika 59 alikuja kutoka akaingia Kibu Dennis Prosper, lakini bao lilofunga likaipa ushindi Simba wa 1-0 na hatimaye kuondoka na pointi 3 muhimu zinazowafanya hivi sasa wafikishe pointi 78, pointi moja tu nyuma ya vinara wa ligi kuu Tanzania bara watani za wajadi Yanga wenye pointi 79. Simba wako nafasi ya pili, lakini Simba wakifikisha bao la 69 katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu, huku wao wakiwa wameruhusu mabao 11 tu. Idadi hii ya mabao 69 ni mabao 10 tayari kulinganisha na mabao waliofunga msimu uliopita. Haya yamekuwa mengi zaidi kulinganisha na msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita walifunga mabao 59. Leo hii mabao 10 plus, ikiwa bado na mchezo mmoja mkononi. Chanzo cha ufanisi huu wa kuongeza idadi ya mabao kulinganisha na msimu uliopita ni pamoja na ufanisi anaoonyesha Steven Dese Mukwala kila mara anapopata nafasi ya kucheza. Yeye katika mechi 29 ambazo Simba ameshacheza, amecheza mechi 26. Lakini kwenye mechi hizi 26 alizocheza, dakika alizocheza ni dakika 1108 tu. Kumbuka, kwenye mechi 29 dakika ambazo Simba imecheza katika mechi zote ni dakika 2610. Unaweza kaona namna gani Steven Dese Mukwala kwa maana ya kucheza idadi ya mechi anacheza nyingi. 26 kati ya 29 si haba, maana amekosa mechi 3 tu. Lakini kwa maana ya dakika alizocheza ukiangalia hapa dakika 1108 kati ya dakika 2610 ambazo Simba ameshacheza mpaka sasa, ukizidisha kwa 100 kuona ushiriki wake akikuwa uwanjani kwa dakika, ni kwamba utazidisha kwa 100 utagundua hapa ni around 42%. Ni muda wa kuwepo uwanjani chini ya 50% ya muda wote ambao Simba ameshacheza. Lakini kwenye dakika hizi 1108 kwenye asilimia hii ya 42 ya kuwepo uwanjani, Steven Dese Mukwala ambaye nafasi yake huwa wanapishana na Lionel Ateba Mbida, mshambuliaji wa kimataifa kutoka Kameruni, nini alichofanya? Ni kwamba
Kabla ya mechi ya leo dhidi ya Kagera Sugar, Stephen Dese Mukwala akiwa amecheza dakika 1049, maana leo dakika 59 ukiongeza na zile alizokuwa amecheza awali ndipo unapata dakika 1108. Hapo kabla alikuwa ameshapiga mashuti shots kwa dakika hizo, mashuti 36, kati ya hayo 20 yakilenga shabaha, na kisha akawa amefunga mabao 12, ametoa assist 3, akichangia jumla mabao 15 kati ya mabao 68 waliokuwa wamefunga Simba. Lakini baada ya leo hii kucheza dhidi ya Kagera Sugar na kufunga bao pekee la ushindi, limemfanya mchango wake wa mabao sasa uongezeke kutoka 12, leo hii ameongeza bao la 13, ukichanganya na assist pass side za mabao alizotoa, jumla amechangia mabao 16 kati ya yale mabao waliofunga Simba ambayo ni 69. Ukiweka katika asilimia kupata mchango wa Stephen Dese Mukwala kwa mabao ya Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2020-2025, basi utaona hapa mabao 16 sasa kwa ujumla, kwa maana aliofunga 13 na assist 3, halafu mabao ya Simba ambayo ni 69 zidisha kwa 100. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ukizidisha kwa usahihi utagundua mchango wa Mukwala ni around asilimia 23 katika mabao. Ni kiwango cha juu cha ufanisi katika kuwadhuru wapinzani, kuipa Simba pointi muhimu kutokana na ushindi na matokeo yake. Sasa Simba kwa kuzidiwa pointi moja na Yanga, maana yake mechi ya Juni 25 kwa Mkapa, mechi ya dabi, itakuwa nafasi kubwa kwao kuweza kutoa ubingwa baada ya kukosa tangu msimu wa 2020-2021, lakini ni endapo tu Mukwala na wenzake watakuwa kwenye kiwango bora na kushinda mechi hiyo dhidi ya Yanga, kwa sababu kinyume chake wakitoa sare, wakifungwa, maana yake ni kwamba watanzania wa jadi Yanga watatoa ubingwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini ili wao watoe ubingwa lazima washinde, na ili washinde Stephen Dese Mukwala anahusika sana pindi akipata nafasi ya kucheza kama kaida yake, kujua namna gani wapi pa kusimama, na sifa yake mojawapo huwa ni unplayable, ngumu kucheza naye kwa walinzi, kwa sababu wakati mwingine anaonekana kushoto, kulia, kati, nyuma, karibu na kati ya mstari wa uwanja kufuata mipira. Ni mtu wa kujituma, hasimami sehemu moja atabirike. Siku hiyo ya dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba, Stephen Dese Mukwala akipata nafasi ya kucheza, ni dhahiri kwamba shughuli itakuwa nzito kwa mabeki wa Yanga, hasa mabeki wa kati, Ibra Baka, Dickson Jobu, Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia mabeki wa pembeni tunazungumzia kina Kibwana Shomari ama Izra Patrick Mwenda ama Shadrack Sakaboka, Nixon Kibabage na viungo wao pale. Hapo nazungumzia Khalid Aucho Doctor, Mudathia Abbas, Salwa Abubakar Shwaboy, lakini pia Joka Buya, Jonas Mkude Nungunungu, na wote wale katika kutekeleza jukumu la kuzuia, kwa sababu watakabiliana na Stephen Dese Mukwala mgongoni, nambari 11, mshambuliaji alikuwa kwenye kiwango bora hivi karibuni kiasi cha kuibua tetesi kwamba anawaniwa na klabu mbalimbali barani Afrika, ikiwamo RS Berkane ambao ni mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu, ambao walicheza finali dhidi ya Simba hivi karibuni. Finali ya kwanza kule Morocco, Berkane walishinda 2-0. Finali ya pili New Aman Complex visiwani Zanzibar iliisha 1-1, huku miongoni mwa waliong'ara sana katika mechi hizo ni pamoja na Stephen Dese Mukwala. Je, guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, lakini mguu wa kushoto pia utumia mipira ya vichwa, yuko vizuri na kuonyesha yuko fit, anawatisha wapinzani, ni uwezo wake wa kuruka sambasoti kila mara anapofunga bao. Mechi ya dabi, na maanisha Juni 25, Stephen Dese Mukwala ataendeleza ubora wake na kuwaletea madhara wapinzani wao wajadi Yanga, lakini pia kuwapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba, na hatimaye kuwawezesha kutoa ubingwa msimu huu, kuipigisha break Yanga ambayo imetoa ubingwa huo wa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo. Hilo ni swala la kusubiri, kwa sababu itategemea kufika kwa siku hiyo awe kwenye kiwango chake bora, na amshawishi kocha Fadu Davids ampe nafasi ya kucheza ama kuanza au kuingia vyovyote vile. Lakini huyu Stephen Dese Mukwala amekuwa kwenye kiwango bora na ni tishio haswa dhidi ya wapinzani. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.